Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema sana. Siku njema ya leo. Tumekutana tena kwa ajili ya kusikia neno la Mungu. Na siku ya leo tuna neno pia jipya na zuri sana ambalo linasema kibali kilicho katika mfumo. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua utakuwa curious kujua hiki kibali ambacho kwenye mfumo ni kibali cha aina gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Veronica Holela. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kunisikia katika channel hii, ninakukaribisha na ninakutia moyo sana ukapate kusubscribe katika channel. Pia ukapate kulike na kushare na mtu mwingine habari hizi njema za neno la Mungu. Mungu akubariki sana wewe ambaye utaenda kufanya namna hiyo. Na siku ya leo imekuwa ni siku njema sana kwa ajili yetu, na hili neno ambalo litaenda kufungua, na Mungu ataonekana sana katika maisha yako. Ninaendelea kumwamini Mungu kwa ajili yako wewe, kwamba Mungu anaenda kukuonekania. Haijalishi ni kinaonekana kipi. Ndio maana sisi tunaitwa kwamba ni watu wa rohoni. Yaani tunaishi katika imani ya mambo ambayo bado hayajaonekana. Haleluya, unaendelea kung'ang'ania. Kwa maana tunategemea miujiza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unaendelea kukazana katika imani kwa sababu wewe ni mtu wa rohoni na wala sio mtu wa mwilini. Watu wa mwilini wanaenda katika mwili, lakini wewe mtu wa rohoni unaenda katika roho, ukiendelea kushikilia ile imani yako, kwa sababu kinachopingwa katika maisha yako sio hiko unachokitafuta. Kinachopingwa katika maisha yako ni hiyo imani ulionayo. Kwa hiyo endelea kuishikilia hiyo imani ulionayo ya kwamba Mungu bado yupo na Mungu bado atatenda katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo endelea kumshikilia Mungu na Mungu ataonekana maishani mwako. Nimeona kusema hilo neno saa hii na muda huu kwa wakati huu kwa ajili ya mtu fulani, na naamini kabisa Mungu atakutana na wewe. Kabla tujaendelea, basi tujikabidhi mikononi mwa Mungu kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Mungu wangu kwa ajili ya siku njema hii ya leo, wakati huu na muda huu ambao tunaenda kulisikia neno lako. Ninakusihi Mungu kapate kumbariki mtu huyu ambaye anasikiliza saa hii. Bwana, ninaomba ukazungumze naye. Yule ambaye ana ugonjwa, Mungu ninaomba akapone. Ukampone ile pressure ambayo anayo, yani akatulie, moyo wake ukatulie, pressure inayopanda ikashuke na kuwa nomo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yule ambaye ana ugonjwa katika mwili wake, Bwana ukamponye. Ambaye ana kifungo cha giza, Mungu kakifungue katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, asiye na kibali, mwisho wa klipu hii atakaposikiliza akaone kibali chake kimerejeshwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Bwana, ninakushukuru kwa neema hii na kwa muda huu. Pia wewe ambaye unaenda kutoa, Mungu akubariki sana. Namba za matoleo ni hizo ambazo nimeziweka hapo: 0715410722 na 0753410722. Pia kuna uhitaji wa kamera na lens. Kamera ipo, na uhitaji wa lens kwa ajili ya huduma hii, kwa ajili ya kushoot video, kuonekana katika video. Pia kuna uhitaji wa microphone kwa ajili ya pamoja na taa, pamoja na stand ya kamera. Kwa hiyo pale ambapo utakuwa umebarikiwa, basi unaweza ukawasiliana na mimi kwa namba hiyo na kuniambia kwamba mtumishi, nimepata hii lens, chukua, au nimepata hii microphone mpya, naomba. Basi unaweza ukaleta pale Mungu atakapokuwezesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendelea na somo letu la kibali ambacho kipo katika mfumo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewa kabisa kuna kibali, na nimeshafundisha sana masomo mengi ambayo yanahusiana na kibali. Na kuna vibali vya aina nyingi. Najua mtu pia anaweza akazaliwa akiwa na kibali. Mtu anaweza akazaliwa katika kibali.
Lakini pia kujua kabisa, kuna somo nilishalifundisha ambalo lilikuwa linasema kibali cha mfalme, kwamba kibali pia kinaweza kuja kwako kwa sababu kimeamriwa. Amina. Kwa hiyo kibali kilichoamriwa ni kama kile kibali ambacho alikuwa nacho Esther. Kile ni kibali ambacho kiliamriwa, yani Mungu tayari ameamuru kibali kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kibali kama alichokuwa nacho Danieli mbele ya mfalme, kile ni kibali ambacho kilikuwa kimeinuliwa. Kibali ambacho kimeamuriwa, kile kibali ambacho alikuwa nacho Rutu, yes, kwa Boaz, kebashata rabashanda rabasaka raboshanda rabasika ramandezaya rika ramandazaya rabojika lamansaya yamandasaya rabasheketaya keraboza tekezika ramandesaya ramandezaya mandika raboshaka. Kile kibali ambacho alikuwa nacho Rutu kwa Boaz kilikuwa ni kibali ambacho kimeinuliwa. Kile kibali ambacho alikuwa nacho Yusufu mbele ya Farao wa kipindi kile, kile kibali chake kilikuwa ni kibali ambacho kimeamuliwa. Lakini leo ninakwenda kuzungumza na wewe kuhusiana na kibali ambacho kiko katika mfumo, yani mtu ambaye yuko ana kibali katika system. Haleluya. Yani kibali kiko katika system. Ukiangalia kwenye ile Samueli wa pili 9 moja, tutasoma 1 mpaka 10. Neno la Mungu linasema, kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Jonathan? Palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli jina lake Siba. Basi wakamuita aende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza, wewe ndiye Siba? Naye akasema, mimi ni mtumwa wako ndiye. Mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yoyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Siba akamwambia mfalme, Jonathan anaye mwana hata sasa aliye na kilema cha mguu. Mfalme akamwambia, yuko wapi? Siba akamwambia mfalme, tazama, yumo katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodebari. Basi mfalme Daudi akatuma watu akamuondoa katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodebari. Basi Mefibotheshi mwana wa Jonathan mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akakaa, akaanguka kifudifudi, akasujudu. Kwa hiyo Mefiboshesi akatendewa mema kwa sababu ya Jonathan, kwa sababu Daudi, kuna jambo Jonathan alifanyia Daudi liliugusa moyo wake. Kwa hiyo akaenda akapeleka hisani kwa mtoto wake Jonathan. Kwa hiyo huo ni mfano tu ambao nasema na kwa habari ya kibali ambacho kiko katika mfumo. Kibali ambacho kiko katika mfumo. Kibali ambacho kiko kwa wana wa Israeli. Sio wana wa Israeli wa kiroho. Wana wa Israeli, watoto wa Israeli wa kimwili ambao Mungu alisema watabarikiwa. Kile kibali bado kipo. Kile kibali ukimwona Mwisraeli yoyote bado anacho. Haleluya. Ndio maana unaona Waisraeli wengi utawaona ni watu wenye akili sana. Ni watu ambao ni watu ambao wako innovative, yani wana akili. Ndio watu ambao wanagundua vitu vingi. Hao wote ni ukiwaangalia na kuwafuatilia utakuta ni Waisraeli. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu ambao wamebeba kibali. Kuna kipindi, kuna nchi fulani hivi hapa Afrika, kulikuwa kuna wazungu wengi ambao walikuwepo, wengi walikuwa ni Waisraeli. Rais wa ile nchi aliwafukuza wale wazungu wote wale. Alivyowafukuza ni kama alifukuza na utajiri, kwa sababu wale walibeba hicho kibali. Bwana Yesu asifiwe. Walibeba hicho kibali. Kama amebeba kibali cha utajiri, ni amebeba kibali cha utajiri kiko katika mfumo. Yani kipo. Yani ni ule utajiri ambao tayari umeshaamriwa. Huyo mtu atende, afanye dhambi, asifanye dhambi, neno la Mungu liko pale pale. Mungu anasema, ninawanyeshea mvua wema na waovu. Kwa hiyo kile kibali ambacho kimeamriwa, yani akitaangalia haya ya nini imekuaje, ana mahusiano gani, ana Mungu ana nini,
Ni kile kibali kinakuwa kinaenda kwake huyo kwa sababu kipo katika mfumo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta kuna ili jambo lazima tuliangalie na kulikubali. Watu ambao ni watu weupe, wazungu nasemea, kokote anapoingia tayari anaonekana anaweza, tayari anaonekana ana hela, tayari yani hata kama alikuwa ni maskini vipi, yani tayari anaonekana kabisa ameshapata kibali. Yani hicho ni kibali ambacho kiko tayari katika mfumo, kiko katika system. Sasa kuna kibali ambacho pia kipo katika system ya kiroho. Kule kwenye ukoo wenu, unakuta kuna ukoo ambao unajulikana kabisa kwa biashara. Yani kiasi ambacho huyo mtu akifungua duka hata sehemu ambayo haina watu, watakuja watu kumfuata. Yani hapo sio kama unaelewa. Kwamba tayari kuna kibali katika system ya familia, katika ile system ya ukoo, kuna kibali cha utajiri tayari na heshima. Kuna kibali tayari cha, yani tayari kuna kitu kimeamuriwa kwamba wao ni watu wa kubarikiwa, wao ni watu ambao hawatateseka katika kupata pesa. Kwa hiyo hicho kibali kiko tayari katika system ya ule ukoo. Kwa hiyo anapoenda popote pale, kile kibali kinamfuata. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta kuna makabila fulani, yani anaeleweka kabisa na anajulikana kabisa kwamba hawa ni wafanyabiashara. Wanawaita wapenda pesa, lakini sio, in reality sio mpenda pesa. Ni pesa inamfuata na yeye inakuwa ni cha kwanza kuiona, na kisha yani kuna system ambayo tayari imeshaingia katika damu, kiasi ambacho anaijua pesa na anaijua inapopatikana na anaijua jinsi ya kuitafuta na anajua umuhimu wa kuipata. Lakini yule ambaye yuko katika system ya laana sasa, yule ambaye yuko katika system ya laana anaelewa kabisa pesa inapatikana hapa, kwa hiyo hapo sitakiwi kwenda. Yani hapo ndo kuna utofauti kwamba najua pesa inapatikana hapa, kwa hiyo mimi hapa ndo sitakiwi kwenda. Na hata akiipata basi kuna sehemu amewekewa mpaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna namna fulani yule ambaye anakuwa amepata kibali anatofautishwa. Kama nilivyoongea kwa habari ya mtu mzungu mweupe, anapoingia popote pale, let's say ameingia kwenye grupu mko watu weusi, si ndio, mko 10-20, anaingia mtu mweupe, kishaingia immediately kapata kibali. Tayari anaonekana sijui ndio mwekezaji. Yani tayari anaonekana kama tayari yeye ana kibali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna kibali ambacho kinakuja katika system. Ndio hicho ambacho nazungumzia kwenye kibali kwa habari ya ukoo. Na ndio maana kuna ukoo zingine huwa zina sisitiza kwamba bwana, naoni sasa hivi tu ndo tunachangamana. Lakini kuna kipindi walikuwa wakisema wewe hutakiwi kuoa sehemu fulani, unatakiwa kuoa sehemu fulani, kwa sababu wanajua system yao ndivyo inavyoenda. Kwamba ukiwa huyu na huyu ukioa katika ukoo huu, basi utaendeleza system yetu, ambayo system yetu tunasema ni kubarikiwa tu. Lakini usipoendeleza inamaanisha tutajikuta tumeishia sehemu fulani katika hiki ambacho tunakiamini. Kwa hiyo vivyo hivyo ipo hadi katika ulimwengu wa roho. Sasa unapokuwa katika alliance, kama neno la Mungu linavyosema msichangamane kwa namna sivyo sawa sawa. Yaani unapokuwa katika alliance na mtu ambaye yuko katika laana, iliyo na yenyewe ana laana yake ambayo iko katika mfumo. Ana laana yake iko katika system, yani tayari walisha laanika. Sasa wewe unaenda unaungamanika naye kwa namna ya ndoa labda. Ukishaungamanika naye, unless wewe huku una nguvu ya Mungu. Kama huna nguvu ya Mungu unachotwa kwenye hii laana, inakuwa na nguvu juu yako kuliko wewe ambaye una system yako. Yani wewe system yako imetoka kwenye system ya wabarikiwa. Huyu ametoka katika system ya wenye laana. Hivi umeshawahi kuona kwamba unakuta mtu anaolewa na watu matajiri, yeye ni maskini, lakini sasa akishaolewa anavutwa huko kwenye umaskini badala ya maskini kuvutwa huko kwenye utajiri. Hiyo sio kama umeshawahi kuiona. Kwa hiyo sasa huyo ambaye anakuwa na hiyo laana
Sasa tunazungumzia mtu ambaye ana laana ya umaskini. Kuna mtu ambaye ni maskini lakini sio kwamba ni laana. Kwa hiyo ni rahisi huyo mtu kuingia katika kujifunza system ya huku na kujikuta na yeye anaambukizwa system ya huku na kujikuta anajua namna ya kutafuta. Lakini sasa kuna yule ambaye hii ya huku ni laana. Hiyo umaskini alionao ni laana. Kwa hiyo huo umaskini anapokuja huku kwa huyu hapa, huyu mwenye ambaye ana sijui katika system ya utajiri, anavutwa huku kama hana Mungu. Au kama hamfahamu anamjui Mungu wake aliyenaye, au kama hajasimama vizuri katika neno la Mungu, au hana maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Anachukuliwa upande huu wa pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo vivyo hivyo laana nayo inatembea na inaingia katika mfumo, inaenda katika mfumo mpaka pale unapokuja wewe mwana wa Mungu na kusema enough is enough. Hapa mimi sitakubali tena kuendelea kuzunguka katika hii laana ambayo inaendelea katika ukoo. Mimi sitaki tena hii laana ya umaskini. Mimi sitaki hii laana ya kutokaa na kusimama katika ndoa. Mimi hii sitaki tena hii laana. Ninataka kutoka katika hii laana kuingia tena katika jambo jingine. Kwa hiyo wewe ndio unaistop ile laana. Unaondoa ile laana. Unaondokana na ile laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio namna ambavyo tunazungumza kwa habari ya kibali ambacho kiko katika mfumo. Sasa wewe upo katika upande gani? Wewe uko katika upande wa kile kibali ambacho kiko katika ule mfumo, au wewe uko katika kutokuwa hata na hicho kibali ambacho kiko katika mfumo? Kwa sababu unapokuwa na kibali sasa tunaangalia kibali sio kuwa na hela tu. Kibali sio kuwa na pesa tu. Kuna watu ambao wana kibali katika utumishi pia. Je, wewe unaye struggle? Angalia una struggle kwenye eneo gani? Una struggle kwenye utumishi, una struggle kwenye pesa, una struggle kwenye kitu gani? Je, katika ukoo wako kuna kibali katika eneo gani? Kuna watu wana kibali katika utumishi, yani akienda katika ukoo wake, yani wote ni wachungaji. Yani kiasi ambacho wewe ukiingia tu kwenye uchungaji wewe unatoboa. Yani sio kwamba unatoboa kwamba unakuwa tajiri, yani namna yako ya utumishi inakuwa nyepesi. Kwa sababu tayari kwenye system wapo watumishi wengi. Yani kila ukiangalia mjomba ni mchungaji, babu alikuwa askofu, baba na yeye mchungaji wa kanisa, nani sijui. Yani ukihesabu ukoo una wachungaji. Kwa hiyo hapo inamaanisha kwamba ukienda huku unajikuta. Sasa huku kuna upande wa pili sasa. Mjomba mganga wa kienyeji wa kijiji. Bibi alikuwa mchawi mkuu wa kutisha, anaogopewa na kijiji kizima. Alipokufa watu wote walifanya sherehe. Nani huyu naye ni hivyo hivyo. Sijui ni mganga wa kienyeji. Fulani alimloga fulani. Fulani anasemekana kwamba ni Freemason. Yaani huko kote ndio kuliko ambapo kuko katika laana. Kwa hiyo wewe kuvutwa hivi ili uelekee huku ni rahisi sana. Kwa sababu sasa wewe ndio mfumo wako. Kwa hiyo angalia kwenye mfumo wako kuna nini sasa. Ukishaona katika mfumo kuna hiki, wewe sasa ni kuomba rehema na kujitoa katika huu mfumo. Kwamba Mungu ninaomba rehema, na sio rehema sio siku moja. Mungu ninaomba rehema kwa habari haya mambo ambayo yamefanyika, ambayo ni chukizo mbele zako. Huku kwetu kuna 1, 2, 3 ambao viko kinyume na wewe. Mimi nimeweka sasa na kusimamisha madhabahu yako Mungu. Ninasi rehema yako. Ninaomba unitoe huku kwa sababu siwezi kuchangamana na hizi madhabahu. Waliniweka katika system, kwa hiyo na mimi siwezi kuendelea kukaa katika hiyo system. Naomba unitoe katika hiyo system, niingie katika wana wa pendo lako, niingie katika madhabahu yako, na mimi kizazi changu kianze katika hii system yangu. Kianze kwa vile ninavyotaka mimi. Kwa hiyo pale sasa unatoa unabii kwa habari kizazi chako unataka kiweje. Bwana Yesu asifiwe sana. Uzao wako unataka uweje. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa kama wewe ni mwanaume ndio unasikiliza hiki. Yaani una play a big role. Yaani mwanaume ana play a big role katika deliverance.
Ndio tunaona wanawake wako sana kanisani wanaomba deliverance, lakini mimi ninakwambia mwanaume ana play a big role katika deliverance ya familia na ukoo. Mwanamke ndio yeye atampiga nyoka kichwa, na inamaanisha ndio atakanyaga kichwa, atakanyaga kazi za adui, atakanyaga kazi za shetani, lakini huyo mwanamke ndio anaweza kuzaa nabii pia. Kwa hiyo mwanaume unaweza ukawa na big role ya kuplay kwenye ukoo, kwamba kuanzia sasa hivi katika kiuno changu wanaotoka wataitwa wabarikiwa. Wanaotoka hawatakuwa tena katika hii system ya ukoo. Hawatakuwa tena kwenye system ya waganga wa kienyeji, wa nani, wachawi, wa nini. Sasa hivi mimi na watoto wangu tunaingia katika system mpya ya Mungu na ukuu wa Mungu. Nitazaa manabii, nitazaa watumishi wa Mungu, nitazaa wachungaji, nitazaa watu ambao wanamtumikia Mungu, wenye hofu ya Mungu, ambao hata kama wamepata utajiri, wamepata kibali, wamepata maarifa, wametajirika, watakuwa na hofu ya Mungu. Hata kama nitazaa rais wa nchi, nitazaa rais wa nchi mwenye hofu ya Mungu. Hata kama nitazaa mwalimu, nitazaa madaktari bingwa, watakuwa ni madaktari wa bingwa wenye hofu ya Mungu, sio madaktari bingwa waganga kienyeji. Haleluya. Kwa hiyo sasa hapo wewe unakuwa una play a big role ya kubadilisha kizazi, ya kubadilisha mfumo na kuweka mfumo wako kuingia katika system nyingine, system ya kibali, na kuondoa mfumo wako kutoka kwenye system ya kukosa kibali, unaingia katika system nyingine ya kibali. Kwa mara nyingi mtu anasema mimi sijapata kibali, mimi sioni katika maeneo fulani kuna kitu fulani. Je, katika ukoo wako kuna nini wanafanya? Kwenye kizazi, katika viuno vya baba yako kuna nini wanafanya? Bwana Yesu asifiwe. Then you have to claim it. Kwa hiyo kwenye kizazi cha baba yako unaweza kukuta huko kuna utajiri mkubwa ambao upo. Lakini sasa kule kuna utajiri mkubwa, lakini wewe hakuna utajiri. Kule kuna elimu sana, watu wameelimika mno, lakini wewe kwako hakuna elimu. Why? You have to claim it. Lazima uclaim. Yaani sio kwamba ukiclaim lazima tu ukaclaim ukatafute kwa sababu kiko katika roho, hata katika mwili. Kila ambacho unakiona kiko katika mwili kabisa, kiko mwilini. Lazima pia uende ukakiclaim, lazima ukakitafuta. Na tunatafuta na tunapata kwa kutamka tu. Yaani hakuna formula kubwa sana. Una Yesu, una Mungu, wewe ni moto ulao, uwepo wa Mungu kwa pamoja na wewe. Umeuita uwepo wa Mungu, tamka. Sema jambo, zungumza jambo, nalo litakuwa, kwa sababu wewe ni muumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wewe ni muumbaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia tunaona kitu cha muhimu sana hapa ambacho ni nguvu ya kutenda mema. Nguvu ya kutenda mema. Unapokuwa unatenda mema, unapokuwa unawatendea mema kwa watu, kuna kitu unakijenga kwenye kizazi chako. Kuna kitu tunaona hapa anaposema nifanye nini nipate kumtendea mema, lakini tunaangalia pia hata kwa habari ya huyu nani huyu mume wake Abigaili, Nabali. Kuna somo hapa nimelifundisha kuhusiana na Nabali, jinsi ambavyo Daudi yeye alimtendea mema, lakini Nabali alirudisha matusi, na hivyo Mungu hakupendezwa naye, akampa adhabu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna namna ukitenda mema unakuwa unaathiri ukoo wako, kizazi chako chote, kwa sababu ya ule utendaji wako wema. Unapotendea wema watu, lazima watu warudishe wema. Hata wanapokuona mtoto wako wanasema hivi yule ndio mtoto wa fulani. Kwa hiyo wako tayari kukutendea mema kwa sababu wamekugundua wewe ni nani, kuliko wewe ambaye usiojulikana wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama Mungu ambavyo alitoa adhabu kwa Nabali, kumbuka adhabu pia inaweza ikaja na ikaenda kwenye ukoo wako, pale ambapo unaenda kutenda kivisivyo sawa, pale ambapo unaenda kufanya visivyofaa. Na hasa unapokuwa unamfanyia mtu mwenye kibali, mtu wa Mungu, mtu aliyetumwa na Mungu, unasababisha ukoo wako nao
kuwa katika namna ya hiyo, kutembea katika hiyo laana. Bwana Yesu asifiwe. Kutembea katika ghadhabu ya Mungu. Kwa hiyo kuna wakati inatupasa tuombe sana zaidi, kukaa kuomba rehema kwa Mungu kwa habari ya lolote lile ambalo limefanyika. Kumbuka, mtu ambaye, au kama ni mzazi au kama ni babu, ni nani, wanapokuwa wanafanya dhambi, wao wanaadhibiwa, ni sawa. Wanapata hukumu yao, ni sawa. Lakini kuna kitu kinachobebwa kutoka kwenye ile adhabu, ambayo kitu hicho kinakuja kuwa laana. Ndio maana tunakiita laana, kwamba kikiwa laana inamaanisha kinabebwa na wanaofuata. Sijui kama hapo umenielewa. Kwa hiyo ule uovu unapatilizwa, laana ile inaendelea kushuka. Adui anakuja anaangalia, kuna uovu umesimama ambao hapakurekebishwa. Kwa hiyo na yeye anaendelea kusimama na kile katika kushtaki. Maana tunaambiwa shetani yeye daima ni mshtaki wetu. Kwa hiyo naye anasimama katika kushtaki katika hilo. Kwa hiyo tunapaswa sasa kuendelea kuomba rehema kwa habari ya kila uovu ambao umefanyika, ambao ndio unatuzuia sisi tukajiona kama watu wasiokuwa na kibali, ambao unatuzuia kwenye utumishi, ambao unatuzuia katika biashara zetu, unatuzuia katika kazi, unatuzuia katika maeneo mengi. Ni katika kuomba Mungu aturehemu, Mungu atukumbuke, Mungu akumbuke rehema zake, na hivyo anavyokumbuka rehema zake ndipo ambapo na sisi tunajiona tunatoka sasa na kufanikiwa katika yale ambayo tunayafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ile laana imeondoka kwetu, ule uovu umeondoka kwetu, na ni damu ya Yesu pekee ndio inaweza kuondoa uovu, sio damu ya mnyama yoyote. Yaani hatuwezi kwenda kutoa kafara ya mnyama yoyote kwa habari ya kuondoa uovu. Uovu wote ule unaondolewa na damu ya Yesu tu. Ndiyo, kwenye Biblia, kwenye Agano la Kale walikuwa wakichinja wanyama na kutoa sadaka mbele za Mungu. Lakini hiyo ilikuwa ni kwenye Agano la Kale, ambayo ni Torati. Na kwenye Agano Jipya sasa Yesu yeye anasema yeye ndiye mwanakondoo aliyechinjwa. Kwa hiyo kama mwanakondoo amechinjwa, hiyo damu yake hatuchinji kila mara tunachinja. Ni damu ya Yesu imetolewa mara moja kwa ajili yetu na katika msamaha wa dhambi. Kwa hiyo tunapomwamini yeye kwamba yeye ni mwana wa Mungu na amekufa msalabani kwa ajili yetu, na tukamwomba Mungu damu yake ikafute kila uovu, tunapata huo msamaha, na huo uovu unafutwa, na hiyo laana inaondoka. Maana yeye alifanyika masikini, kufanyika kwake umasikini, sisi tukapate kuwa na tukatembee katika ule utajiri, tukatembee katika ile heshima. Bwana Yesu asifiwe. Yeye hakuja kwa sababu kama Bwana Yesu angekuja akawa kama mfalme fulani, ana heshima, ana keso yake fulani, ingekuwa rahisi watu kumfuata, si ndio? Ingekuwa rahisi watu wakamfuata, kwa sababu wanamfuata kwa sababu gani? Wanataka vitu, si ndio? Maana watu wengi mara nyingi anaweza anakufuata kwa sababu anataka kitu. Lakini yeye alitaka mioyo ya watu. Kwa yule anayemfuata ni yule ambaye amesikia na ameona na ameamini. Sio kwa sababu amepata kitu, amepata utajiri au amepata kitu fulani ndio maana anamfuata, bali ameona, ameamini. Na hata sasa sio hatumfuati Kristo kwa sababu tunamfuata Yesu kwa sababu kule kuna uponyaji. Hatumfuati Yesu kwa sababu kule tunaenda kupata hela, au hatumfuati Yesu kwa sababu tunaenda kupata utajiri. That is a wrong perception ya kuokoka. Na unapokuwa unaokoka kwa sababu unaokoka ili uende ukapate mume,
au unaokoka ili uende ukapate kazi au unaokoka, ni rahisi wewe kushake majaribu yakitokea wewe kuacha wokovu. Kwa sababu hukumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hakuna ile neema ambayo imeingia ndani mwako ambayo umeipokea, haujaamini. Hakuna ule wa genuine, yani ule wokovu wako genuine. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe tu umeokoka kwa sababu umeona kitu fulani, umeona kitu fulani. Hiyo inaweza kukufanya ukafanya nini? Ingawa ni namna ambayo mtu anaweza kaja, kwa namna ambayo Mungu anaweza akamtafuta mtu. Maana tunaambia tunaenda kuvua samaki. Kwa hiyo chochote ndoano tulionayo, chochote tutachoamua kukiweka kwenye ndoano ili tumpate samaki. Kwa hiyo tukimpata yule samaki, tukimpata sasa ndo tutajua sasa ni tunafanyaje. Bwana Yesu asifiwe. Na anakuwa mmoja wetu. Tunapata kondoo na anakuwa anaingia katika zizi, anakuwa mmoja wetu. Tunamfundisha na anapata kulijua na kulisikia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hebu tuangalie wewe kama angalia kwenye ukoo wako, angalia kwenye nani yako, ni wapi wanafanya vizuri. Hebu angalia na wewe, je, na mimi nikiingia nikafanya hivi, inawezekana na mimi nikajikuta nafanya vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Utajikuta kumbe na mimi nikiingia katika upande huu na mimi nitafanya vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kuna wewe ambaye umeitwa kufanya hiki. Yaani wewe ni mtume, kwa sababu mtume anafanya jambo ambalo anaingia katika ardhi ngumu. Kwao hicho kitu hakijafanyika. Yeye ndio wa kwanza, ndio Mungu amekuita wewe katika ukoo mzima. Sasa wote ukoo wako ni Waislamu, na wewe ndio Mungu amekuita ni mtumishi. Kwa hiyo wewe unakubeba utume ndani yako kwa ajili ya kuleta wokovu katika ukoo na mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe kazi yako ni ngumu kidogo, maana wewe unaingia katika utume. Wewe huna experience yoyote ya nyuma, wala huna kile kibali cha utumishi kile ambacho kinatoka katika mfumo. Huna hicho. Wewe unaanza kama mtume. Kwa hiyo njia yako wala usije ukaifananisha. Mapito yako na majaribu hata siku moja usije ukayafananisha. Yaani usije ukaangalia wenzao ukasema mbona mambo yao yanaenda sawa, yanaenda smooth, yanaenda, uweze ukafananisha. Wewe ni mtume. Yaani kuna ambao wako nyuma yako wengi sana wanakusubiri. Kwa hiyo depends wewe utakata tamaa na kuanguka chini na kufeli, au utainuka na kuifanya kazi. Mimi nakumbuka kuna mtumishi fulani hivi yupo Afrika Kusini. Huyo mtumishi ana kanisa kubwa sana, na ana kanisa ambalo lilianzisha eneo ambalo ni la watu weusi. Unajua Afrika Kusini kuna kipindi kulikuwa kuna nini ile inaitwa ubaguzi. Kwa kuna ubaguzi wa rangi. Kwa hiyo Mungu alivomuita kumwambia unatakiwa kuanzisha kanisa eneo hili, natakiwa kuwa mtumishi wangu na uanzishe kanisa na uhubiri eneo hili. Yaani ndani mwake ilikuwa hakatai lakini akakubali. Mungu akamwambia baada ya yeye kukubali, akasema wewe ni mtu wa pili. Mtu wa kwanza nizungumza naye alikataa, na yule alivyokubali saizi ana huduma yake, kanisa lake ni kubwa sana. Utumishi wake ni mkubwa sana. Na yani nikimaanisha kwamba nikisema ni kubwa sana, na maanisha ameleta impact kubwa. Inamaanisha kwamba watu wengi wameokoka kupitia yeye. Haleluya. Kupitia yeye. Na watu wengi wameokoka, watu ambao ni watu weusi wengi waliokoka kumwamini Kristo kupitia yeye, kwa sababu yeye ndio aliyekubali. Kwa hiyo unapokataa utumishi, wewe umetoka katika familia ambayo ukiangalia wachungaji ni wakulenga, yani yule, na ukiangalia hata ule mchungaji mwenyewe yuko kwenye kanisa ambalo liko kifo. Umeona? Yani mchungaji wa mshala.
Kwa hiyo sasa wewe unakuja ambaye umeokoka, wewe ndio uko on fire na Mungu amekuita na amekujaza mazawadi humo ndani yako kibao, yani hata watu wengine wakikuona wanakuonea dele. Unajua hata katika wokovu watu kama watu wako katika wito, unajua watu ambao mko katika professional moja, mwingine ukiona amekuzidi unatamani hata vya kwake. Kwa hiyo sasa wewe umejazwa kiasi ambacho hata watu wanatamani wachukue vya kwako. Sasa njia yako ukiwa kama unaona ulikotoka kwenye ule mfumo, umetoka kwenye ule mfumo ambao nauzungumzia mimi, njia yako haiwezi kuwa nyepesi. Njia yako haiwezi kuwa nyepesi kama wale ambao wametoka kwenye ule mfumo mwingine ambao akiangalia baba, nabii, mtume, sijui askofu yuko, sijui nani. Yaani huwezi ukalinganisha na yeye alivyoanza ile huduma, kaka ndio alimbeba. Yaani unaona? Sasa wewe huwezi ukajilinganisha huko ukasema mimi njia yako lazima iwe ngumu kidogo kwa sababu wewe ni mtume. Kwa sababu wewe ni kama unaanza sasa. Ili kupeleka, unajuaje kuna kwenye familia yako una mtoto ambaye ni mchungaji. Kwa hiyo ukisimama wewe, huyo ndo unayemwandalia mazingira. Usiposimama umeua huduma yao, umeua na huduma ya mwanako, umeua na vingine, yani unaua vitu vingi sana. Lakini ukisimama unakuwa umeanzisha mfumo mpya. Unakuwa umeanzisha kitu kipya. Unakuwa umeanzisha kibali kipya katika ule ukoo wako. Umesimama wewe ukiangalia kuwa wafanyabiashara, yani ni wale wa kuangalia sana, lakini wewe ndio mfanyabiashara sasa. Haiwezi kuwa rahisi. Lazima usimame ili wengine nao wafanye nini? Wafuate. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe angalia, wewe unajua kabisa hiki ninachokifanya ni cha kimungu kabisa. Ni Mungu kabisa. Professional nilionayo ni mimi, ni daktari, ni kitu ambacho kabisa ni cha kimungu. Ni walimu nafanya kitu kabisa cha kimungu, lakini njia yako sio nyepesi. Ukiangalia watu walioko kwenye ukoo wako hawajafika hapo. Kwa hiyo wewe kutoboa ni lazima ufight kwa maombi. Ukae kwenye maombi. Ili na unapokuwa kwenye maombi, Mungu anasema yuko pamoja nawe. Hao wa Misri mnao waona sasa hivi hamtawaona tena. Hamtawaona milele. Kwa Mungu anapotembea na wewe, Mungu anapokuwa pamoja na wewe, anapokupigania, anapowaondoa wa Misri, hautawaona milele. Kwa hiyo kuanzia hapo wewe ndio utakuwa kama chanzo cha hicho ambacho unakianzisha. Chanzo cha utajiri kwenye familia, chanzo cha sijui ni biashara, chanzo sijui cha utumishi, chanzo sijui cha kitu gani. Chochote kile ambacho unakifanya ambacho unajua kabisa hiki ni cha kimungu, Mungu amesema nifanye, lakini kina ugumu ndani yake. Usikate tamaa. Endelea. Usikate tamaa. Na mimi ninakuombea katika jina la Yesu. Wewe ambaye unajiona umekata tamaa kwa habari ya hiko ambacho ni Mungu kabisa unajua amekwambia ufanye, lakini unaona njia yako ni ngumu, lakini unaona kama vile utoboi, lakini unaona kama vile una kila upinzani ambao unakutana nao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu akuinue tena, ukatiwe nguvu ya Roho Mtakatifu, ukainuke tena katika jina la Yesu Kristo. Ukapokee nguvu za Roho Mtakatifu za kushinda tena, za kuinuka tena, za kufanya tena kwa nguvu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pokea hizo nguvu za Roho Mtakatifu. Pokea huo uweza. Pokea huo uweza. Ukafanye tena, ukaanze upya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaondoa kila kukata tamaa. Ninaondoa kila kuvunjika moyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu akubariki sana. Mungu akuinue tena. Mungu akuinue, ukainuke tena katika jina la Yesu. Ukasimame tena, ukaanze tena katika jina la Yesu Kristo. Usikate tena tamaa. Ukiangalia kule mbele, ukiangalia kile Mungu alichosema na wewe, ukiangalia vile ambavyo Mungu amekuonyesha, uanze tena. Hii sio tu kukutia moyo, bali ni kukuelekeza uanze katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai.
iwe ni biashara, iwe ni nini ambacho ulikuwa ukifanya, ulikuwa unaandika kitabu, ulikuwa unafanya ukakata tamaa, endelea tena. Huko nyuma hakuna aliyefanya, wewe ndio unayeanza. Kwa hiyo anza na utaenda mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana na Mungu akuinue sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tuonane tena kwenye kipindi kinachokuja na Mungu akubariki. Shalom, shalom.